Haya. Karibuni. Asante. Tuna dada Martha. Ambaye alikuwa anafanya kazi Mbeya. Alifanya kazi kwa muda wa miezi 7. Kazi. Akiwa kazi. Amekaa Mbeya miezi 7. Amepambana hiyo miezi 7, lakini kwenye follow-ups zetu mwanzoni alianza tu vizuri. Na amekuwa akipambana kwenye majukumu yake. Hata bosi wake mwanzoni alikuwa anarecommend kwamba dada anajitahidi kwenye ule mwezi wa kwanza na wa pili. Baadaye ikawa kwenye follow-ups madam analalamika kuhusiana na dada anashindwa kumaliza majukumu, anashindwa kukamilisha majukumu ikiwa ni mwezi wa 3 kazini. Mara nyingi vitu vingi nikitoka kazini nakuta hajafanya ama anachelewa kufanya kwa wakati. Kwa sasa tukabidi tuanze ku revise tena upya majukumu ya madam. Then ndo tukakuta kwamba ana watoto 3 na kwenye hao 3 mmoja ni mdogo kabisa ambaye still ni wakubebwa, yani kwa hiyo inabidi labda mdada anambeba, anafanyaje, analia. Alafu kuna 2 ambao wataenda shule kuandaliwa asubuhi, lakini watawahi kurudi muda ambao bado madam yupo kwenye majukumu mengine huko ya kazi. Alafu sasa kuna usafi kawaida na kupika na kufua na nini. Kwa hiyo tukaanza sasa kuona kwamba hiyo ndio ilikuwa shida, kwamba dada anashindwa kumanage majukumu kulingana na yule mtoto mdogo ambaye yupo. Angalau labda kama angekuwa watoto wote ni wanaenda shule wanarudi, angepata muda wa kuweza kujigawa na kufanya majukumu, especially mtoto mdogo. Mara nyingi kwa tukimpigia simu dada kujua anaendeleaje, unakuta yani mtoto ni anamsumbua na zetu tukashindwa kuongea, au labda akiwa mtoto amelala ndo apige simu. Kwa hiyo sasa ndo ikawa issue kwenye consultation zetu ambazo zilikuwa zinaendelea throughout process ya kuweza kumhudumia madam. Tulipogundua hivyo tukamrudia madam, tukamwambia madam, kwa sababu unaendelea na huduma, basi tunaona majukumu yako hayo, hiyo shida unayoipata ya kulalamika dada anashindwa kumaliza majukumu yake ni kwa sababu ya dada kuzidiwa na majukumu, kwa sababu ya huyo mtoto mdogo. Kwa kama unaweza kupata dada mwingine ambaye anaweza labda akawa anakaa na mtoto then dada afanye majukumu mengine, itasaidia. Au huyo dada awe labda anadili na watoto then awepo mwingine atakayemsaidia majukumu mengine pia itasaidia. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ushauri wa sisi tuliompatia madam. Akasema sawa, nitajitahidi kumpunguzia yule dada hayo majukumu. Lakini sasa baadaye dada akaja kupiga simu na yeye kulalamika kwamba mimi nimekuwa nikipigwa na bosi wangu na ni mkali sana, lakini sikusema. Hiyo ilikuwa sasa ndio hiyo imeshaenda kama mwezi wa ngapi. Kwa hiyo nikamuuliza ulikuwa unapigwa kuanzia lini? Ndio ananiambia ndio alikuwa ni mara ya 3 sasa madam wake anampiga. Hizo mara zote za mwanzo ambazo alikuwa anapigwa na bosi wake hakuwahi kuzisema, ila before aliwahi kuripoti kama bosi wake ni mkali sana. Na bosi wake pia siku ambayo tunafanyia consultation tuliongea naye tukamwambia madam, pia wewe ni mkali na unamuelekeza dada kwa ukali, na ni dada ambaye level yake naye ni wadada wengi ambao ni traditional. Of course hawatakiwi kuwa wana behave vibaya ama hawaelewi, lakini level yao inahitaji mtu amuelekeze kwa utaratibu aweze kumuelewa. Kwa hiyo tukawa tumemuelezea madam, na lugha kubwa ambayo dada pia alikuwa anasema madam anaitumia ni ya kutukana. Kwa hiyo anamtukana na anampiga, na mara nyingi tu anamtishia kwamba nitakupiga mimi, nitakupiga sana. Kwa hiyo sasa sikio dada alipoona kwamba inazidi kuwa tu macho, ameshapigwa mara 3 na bado anatishia kwamba atapigwa sana, ndio ikabidi ya report kwetu. Kwa hiyo sasa ikaongezeka kosa jingine ambalo ni kubwa sasa la kupigwa kwa dada. Japokuwa hata hiyo siku anapiga sio kwamba ndo alikuwa amepigwa hiyo siku, yani ni siku ambayo tunaongea na dada yuko singine ndo akaanza kusema hata hivyo madam ananitukanaga na ananipiga. Sasa ilivyokuwa serious issue ya majukumu na hiyo sasa kumtukana dada na kumpiga, ndio hiyo nikaongea na madam kwamba sasa hapa kwa ilipofikia, nadhani hata hizo hasira unazozipata za kumtukana dada na nini ni kwa sababu ya majukumu yako ambayo tayari tulikuwa tumeshaongea na nikakufanyia consultation kwamba inabidi upate mtu mwingine wa kusaidiana na huyo dada. Kwa hiyo sasa tukashindwa kuelewana na madam moja kwa moja, kwa sababu anasisitiza kwamba yeye dada mmoja anatosha kufanya majukumu yake. Kwa hiyo basi ndio ikafikia tu kwamba sisi kama kituo tukasema sasa kwa mazingira hayo ya kazi, kwanza dada anafanya majukumu mengi ambayo kimsingi dada hawezi mmoja kuyafanya na akayafanya vizuri. Angalau labda ingekuwa madam pia ana compromise kwamba sasa hivi kama dada kashindwa kufanya, amekaa na mtoto, basi angalau aelewe. Lakini madam anakuambia akawa ananiambia sasa kwamba dada yenu amekaa tu na mtoto, amemlisha mtoto, amemwogesha mtoto, ni msafi ndio na nini, lakini hajafanya kazi zingine. Kwa hiyo ni kama vile sasa hilo jukumu la mtoto sio jukumu. Angalau mara nyingi kama basi mteja anakuwa ana dada mmoja alafu majukumu yake ni mengi, anatakiwa tayari ku compromise kama kuna vitu vingine haviwezi kufanyika vyote kwa wakati. Kwa hiyo sasa ndio ikawa issue kubwa madam kushindwa kutoa ushirikiano basi wa kuongeza mtu. Lakini hata basi kwa hicho kipindi ambacho dada alikuwa peke yake anasubiri mwingine labda atatafutwa, madam akawa bado anazidi kuwa mkali, anamtukana dada, anafanyaje. Kwa hiyo sisi kama kituo tukafikia kwamba dada basi arudi tu
kituoni. Then huyo madam kama atahitaji tena huduma wakati mwingine, basi tutafanya consultation upya na atahudumiwa, lakini yeye dada hayo mazingira yasingeendelea tena kuwa ni mazingira ambayo yanamwezesha yeye kufanya majukumu ambayo yani kwa mazingira hayo mkataba utakuwa umevunjwa na nani? Umevunjwa na bosi. Bosi ndio kavunja. Okay, sasa kwa nini dada ulikuwa uripoti? Mara ya kwanza nilinyamaza sikuripoti. Ongeza sauti. Mara ya kwanza sikuripoti, nikiwa tu nivumilie labda pengine ni changamoto. Na mara ya pili. Unajua kusoma na kuandika? Ndio. Mkataba wetu ulisoma vizuri. Ndio, haruhusiwi kupigwa. Ndio, imeandikwa haruhusiwi kupigwa. Hairuhusiwi, imeandikwa kwenye mkataba, maandiko hairuhusiwi kupigwa. Kwa hiyo bosi wako akakupiga ukaona uvumilie. Ndio. Okay. Ukapigwa mara ngapi mpaka yani nikawaje ukaripoti sasa? Niliona kama anaendelea kabidi niripoti. Sasa wewe unafikiri angeacha? Ukikupiga siku ya kwanza ukavumilia, anajua okay, nimeshapata ngoma yangu ya kulinda. Kwa hiyo ulipigwa mara ngapi ukaja ukaamua kusema? Amepiga mara ya kwanza, mara ya pili. Mara ya tatu alinipiga ingawa bado sijapiga simu huko. Wale kama alinipiga alifululiza. Yaani mara ya kwanza alinipiga akakaa. Baadaye akaja siku alinipiga kama asubuhi. Kesho yake tena akanipiga tena siku ya asubuhi. Alinipiga jioni, afu asubuhi tena akanipiga. Ndio siku hiyo mchana nikaripoti. Zilifika kwa mara ngapi? Mara 3. Baada ya kuripoti tena akaongea na madamu hapa, akamwambia haruhusiwi kupigwa. Tena wakati anaongea nilikuwa nasikia. Akaambia haruhusiwi kumpiga. Akasema kama nimempiga kidogo tu, bado sijampiga sana na nini. Ila baadaye tena akaja tena akanipiga tena siku hiyo, akanipiga siku hiyo jioni, asubuhi nikaripoti. Kwa hiyo ni mara ya 4. Na alipiga mara 4 akiwa tayari ameshaambiwa. Yaani tayari kashaambiwa dada haruhusiwi kupigwa, lakini bado akapiga. Okay. Sawa. Kwa changamoto ilikuwa nini? Changamoto. Mara ya kwanza kabisa hiyo ni asubuhi nilipika uji, akaniambia ukishamaliza kupika uji uweke sufuria muda huo. Nikamwambia sawa. Ila maji siku maji ndani akawa hamna maji hapo nje, tunakoshea vyombo. Na mimi natoa vyombo vichafu nje. Akaniambia nikikuita uache unachokifanya unakuja kunisikiliza kwa haraka. Nikamwambia sawa. Sasa natoka na vyombo vichafu kule nje, akaniita. Nikasema ngoja niache vyombo vichafu kwanza nikamsikiliza yeye kwa sababu maji siku alikatika. Naenda kumsikiliza yeye, akawa ameniagiza lete hichi, fanya hichi, karibu yake hapo. Nikaa nimesahau kama kuna kuweka sufuria kule nje. Baadaye akatoka kule nje akuta sufuria hajaloweka. Akaja akaniambia, "Mbona sufuria hajaloweka?" Nikamwambia, "Muda wewe uliniita." Bado sijaanza kumjibu. Ndo akanipiga kibao, alinipiga hapa. Akaniambia kwanza majibu mabaya, sio. Nikamwambia muda wewe uliniita nikaacha kwanza sufuria. Baada ya kukuta sungeenda, nikamwambia nilikuwa nishasahau baada ya kuniagiza wewe. Akaniangalia, akaanza tukana hapo. Akaondoka. Ilikuwa ni mara ya kwanza. Mara ya pili aliniambia jioni naandaa nguo za watoto za kwenda shule kabla sijalala. Siku nikaa nimetoka kuosha vyombo usiku nje, mavimbo naoshia nje, fumbo ikanyesha baridi. Nikarudi ndani nikaa naangalia nguo sioni, onyo ameshalala. Hamna kumuuliza. Nguo moja nikaa sijaipata. Zingine zote nikaa nimeandaa hapo sijaipata hiyo nguo moja. Asubuhi anaandaa watoto pale akawani ana haraka. Tumechelewa kuamka hiyo siku, akaandaa tu ana haraka, mara kimbie huko, mara niagize huko. Nikaa naambia ile nguo moja sijaiona, yeye anajua ilipo kumbe. Yeye akawa hajaniambia, kana niacha nihangaike hapo nikimbie. Mshawaje akaniambia kwani usingeandaa usiku? Nikamwambia usiku sikuiona, nikasema nitakuuliza asubuhi. Maana jioni ndio unabadilisha nguo watoto shule. Akasema akanipiga tena, akasema nikwambia nguo uandae jioni, wewe umeandaa nguo saa hizi. Na ndio ikakosa ya pili kunipiga. Siku alinipiga hiyo jioni. Asubuhi yake sasa, ambayo ndio siku ya pili yake, ndio siku nikaripoti mchana. Alinipiga asubuhi. Jioni tena aliporudi kutoka kazini akanipiga tena. Jioni alipotoka kazini, hiyo siku nimefanya mtoto nilikuwa napasi nguo, maana nguo gani napasi mimi mchana. Nikaa napasi nguo, mtoto akawa analia. Namhamisha mtoto pande huko anakataa. Pasi mtoto akavuta hivi pasi. Pasi kae imemunguza mtoto kidogo, yani hakuchubuka. Mtoto ana umri gani? Ana mwaka na nusu. Ila akuchubuka, yani hapakuwa na alama, ila kuna namna ilikuwa nyeusi. Sasa okay, sawa. Yani namna ilikuwa nyeusi, ila haikungua, labda ngozi kutoka. Sio lazima ngozi itoke yani. Ndio aliungua. Ndio haya tunayosema. Ndio aliungua. Na dada wawili, mmoja atashika mtoto, mwingine atafanya kingine.
Lakini dada hapo hapo apasi, hapo hapo ashike mtoto. Haya, mtoto anaungua sasa na pasi. Alafu kija utasema ni na hiyo madam hawezi kusema huku. Nafikiri alisema dada mwenyewe ndo alisema, alikuwa anaelezea situation iliyosababisha akapigwa. Lakini madam huku, maana namwambia madam huyo mtoto ni mdogo. Mara nyingi sana analia nikiwa naongea na dada. Anahitaji kubembelezwa. Hii simu hapa. Akasema ngoja niwapigie vijana gani sijui waje wamchukue mtoto. Lakini yani ilikuwa kabisa inaonyesha kwamba huyu muda wote yuko na mtoto. Hata kuongea naye na simu ni shida. Na mtoto atalia kwenye simu na yeye hayupo, yeye alikuwa kazini. Dada ndio yuko nyumbani na mtoto. Kwa hata tu kukaa kwenye simu kuongea naye ni changamoto. Mtoto analia, huwezi kufanya chochote. Kwa sasa huyo ndio mtoto mwenyewe, ndio huyo mlezi ambaye sasa inabidi apate attention ya dada. Huyu dada tena aanze kuhangaika na shughuli nyingine. Sasa kwa nini asiungue? Tukiwashauri mnaona tunatafuta hela. Maana yani wanachokimbilia tu ni kama unamng'ang'aniza wadada wawili. Wengine wanawaambia atafuta basi hata mtaani, sio lazima uchukue kwetu. Wewe tafuta wadada wako huko 20,000. Na hata niwaambia hata watatu. Niambia hata wakwenda na kurudi angetafuta hata mmoja tu. Wangekuwa hata wana appreciate ushauri tunao hapa, kwa sababu hiyo ni 80% ya kusuluhisha matatizo yako. Wewe tukishakwambia dawa hapo, tafuta wadada wawili. Kama una uwezo wa kuagiza huko vijijini, agiza hata watatu. Yaani huyu kaa na mtoto, wewe pika, wewe osha vyombo, wewe deki au usafi. Tushakupa suluhisho ya 80%. Tena tunakupa bure. Sasa unachokimbilia kwamba sisi tunataka hela nini? Sio lazima uchukue kwetu. Chukua ushauri kaufanyie kazi, labda utakusaidia. Kwa hiyo nimekuwa interested na hiyo part hiyo ya mtoto kuungua wakati dada anapasi na mtoto anamsumbua, na inabidi afanye hizo kazi kwa sababu utakaporudi ndio unakuja kumkagua. Akikuta hujafanya kazi zake ni matusi. Ni nini nikikuita hapo hapo, yani hapo hapo uliposimama jamani kuna watu. Hizo kazi zenu mwege tu mnafanya kwa kweli. Haya, kwa hiyo nafikiri hata watu waliosikiliza ile wameona kwamba kuna ni aina ya bosi ambao ni changamoto kudili nao. Haina hata maelezo mengi. Yani hata huyu miezi 7 hiyo ni mingi sana aliyokaa. Mingi sana. Yani amepambana vibaya mno. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba wadada na nyinyi sasa mnapata watu wa kuwasimamia. Mnaenda tena kama mmejipeleka wenyewe. Kwa sababu wewe unatakiwa kusubiri mara 4 zote hizo pigwa. Sio unamwogopa nini au unaogopa nini? Haujui nini maana mkataba? Au unafikiri mkataba ni wa kukutetea tu ukizulumiwa hela? Hata kupigwa unakusimamia. Wewe unavyojieleza unaonekana una akili, lakini umeenda umevumilia vitu vya kijinga. Au ulikaa kwani ukaona mama yako anavumilia kupigwa? Hapana. Sasa nani alikufundisha kuvumilia? Hata tu acha kupigwa, kutukana pia sio sawa. Nasikia kwenye ile simu umeongelea sana kutukana. Na hata hapo nilikuwa naongea naye kuhusu kutukana, tunasema ulimsikia kama anasema sasa imagine kama yeye nitaacha kumtukana. Nikasema kabisa hivyo bosi mzima. Alikuwa anatukanaje? Yaani alikuwa atukani, alikuwa anaongea maneno makali, mfano anakuambia, "Yaani wewe ni kiasi, kwanza kiasi njoo hapa, kiasi njoo kimeoza wewe." Yaani kiasi njoo kuachia mtoto wake. Anakuachia mtoto wake, unashindana kila siku. Eti kiasi njoo hapa. Kiasi kilichooza anakiachia mtoto miezi 6. Aisee, mabosi wana maneno yanayochoma. Alafu kiasi sio tu kiasi kilichooza. Yani sio tu kiasi kilichooza. Alafu unamwachia mtoto miezi 6 amekalia na mtoto wako. Aisee, mitihani mizito sana huko duniani. Nahitaji uwe na hofu ya Mungu. Sasa na zaidi ya yote hata hivyo mdada tu sijui ni kwamba aliamua tu kwa anavumilia kama pia hayuko kwenye mkataba, kwa sababu pia ilishatokea situation moja. Akiwa huko kwenye kazi alipata pia changamoto ya mazingira ya kazi iliyotokana na Mr. kwenye hiyo familia. Huyu. Kiasi kilichooza. Nini kilitokea eti? Alikuwa anatabia, yani nikipita karibu yake hivi anatabia mara anishike huku maziwa. Mwanaume wewe. Nikawa namkwepa, mara ya kwanza nilimkwepa, mara ya pili ndio nikamwambia
nikasemaga huko. Yaani alikuwa sio kila siku, ila akilewa tulikuwa nafanyaga hivyo. Akilewa akija anashika mume wake sasa. Kuna siku alinishika. Kuna siku alilala kitandani hiyo siku. Hiyo siku alalamikaga huko kwamba sikumaliza kupasi nguo, afu nilikuwa niko mwenyewe, sikuwa na mtoto wala nini. Yeye alikuja siku ya kaa atakata kuongea na mimi. Nika mke wake. Nikataka nimwambie yeye ataki kuongea na mimi, nikamwambia yaani usipita kabla yangu, maana nitakubamiza tu. Bora tupita huko. Kwa sababu siku simaanza kupasi nguo, alikuwa amesafiri na watoto. Alafu mume wake nilala mwenyewe siku, mume wake akaja asubuhi saa 12 asubuhi, akaja amelewa sana. Akaja akaangalia kule kwake, mke wake hayupo wala watoto hayupo, niko peke yangu. Akaja hapo nilikuwa nimelala, akaja hapo kitandani. Mimi nikashuka kitandani nikaondoka. Akataka kunishika mimi, nikamsukuma hivi akadondoka, alikuwa amelewa, yani hana hata nguvu. Akalala hapo kitandani. Sasa hapo alikolala yeye ndo nako pasi nguo. Yaani pasi imechomeka kwenye umeme, pasi kuchoma ile pasi mpaka hadi nisogeze kitanda. Basi akalala hapo mpaka saa 8 ya mchana. Nimekaa tu huko, sina simu, ile ilikuwa hapo. Yeye akapiga simu ikapokelewa. Ninalaga na watoto kwenye hicho kitanda. Akalala hapo. Kwa simu ilikuwa hapo kitandani. Hapo singeeleweka kwa kweli. Simu ilikuwa hapo. Au mpige hata picha, mshenzi mkubwa. Ndio hivyo. Mpiga picha. Simu ilikuwa hapo. Yaani simu mimi nikolala nimeweka simu yangu pembeni. Kwa hiyo alipolala pale akalalia simu hapo. Akalalia simu afu nashinda kuchomoa pasi. Mshenzi kama anaonge mkomesha. Wewe una smartphone? Ndio hiyo simu inazungumza kwamba alalia hapo kitandani. Ya kwako? Mimi nalala na simu, kwa hiyo nilikuta pale akalala hapo. Wababa washenzi, yani hao nao ni wakomesha. Hatuwataki kwenye mradi wetu kabisa. Ile siku alipoambiwa na madam kwamba mume wako yuko hivi na hivi, ndio siku akanyamaza, akaja kaniita akaniambia nimeambiwa kwamba mume wangu alikufanyia 1 2 3. Nikamwelezea. Mpole sasa. Siku tena pita wewe nitakubamiza. Na kama mimi siwezi kujua. Wewe uliongea naye? Uliongea naye, nikamwambia dada pia anapitia changamoto. Yaani zaidi ya hayo yote wewe pia una ukali wako. Huyo dada hata haiwezi kusema akipitia changamoto anaweza kukwambia kwa urahisi, lakini sisi kwetu kituoni nimeongea naye, dada ananiambia kwamba anapata changamoto, especially mume wako akiwa amelewa. Anataka kumshika dada, mara amsogee, mara aingie chumbani kwake. Kwa hiyo pia inakuwa changamoto kwa dada, yani kwanza anaogopa, especially ukiwa wewe haupo alafu mume wako akaja amelewa, yani anaogopa kwa sababu ni mazingira ambayo sio sawa. Mtu kama huyo anaweza akafanywa chochote hapo nyumbani kwako. Akasema basi sawa, asante, nitaongea naye. Hapo alikuwa tu mstaarabu. Hapo ustaarabu kawepo kama juzi alikuwa na nani. Ndio hivyo. Yaani kwa kweli sisi hizo tabia hapana. Wadada mnaopata na hizo zinaitwa nini? Sexual harassment kwa Kiswahili inaitwaje? Ukatili wa kingono. Wadada wote wa kazi ambao mnafanya kazi au wanaume au ambao sio wadangaji, maana wengine mnapenda hizo shughuli. Nazungumza na wale wadada ambao sio wadangaji, mnajiheshimu, mnajipenda, mnajua kabisa nimeenda kazini, bosi anakuharass, anakushikashika sijui. Yaani wewe tafuta tu namna upate ushahidi ndugu yangu. Yaani huyo tutamalizana naye. Yaani kama huyo alikuja kalala kitandani kwako, yaani ungechukua smartphone yako zilikuwa limelewa. Ungelichukua picha tu hapo. Haya. Maana wengine ni warahisi kukataa. Naambia chumbani kwa dada umefuata nini? Umerudi zako umelewa, siingie chumbani kwa mkeo wale. Kwa hiyo yani ni tabia ambazo hatuzikubali, hatuzitaki. Viwango vyetu hapa ni viwango vya kiufalme wa Mungu. Ni kama mnataka wadada wenye hofu ya Mungu, basi wanapokuja huko mwaheshimu, mwishi nao vizuri kama wafanyakazi na sio kama watu ambao labda hawana mwelekeo au hawajitambui, hapana. Kwa hiyo tusingependa hela zenu haziko juu ya yani juu ya nini nisemeje, yani ndio as much as tunataka mabosi wenye hela, lakini tunataka zile hela ambazo zinamheshimu Mungu pia. Maana binti wa mtu anapokuja hapo unaanza kumfanyia hivyo, wewe mtoto wako ungetaka afanyiwe hivyo? Kwa hiyo hizo hela za mtu astahiliwa hatuzitaki. Hatuzitaki kabisa. Kwa hiyo kwa wadada mnaokutana na hizo changamoto, msivumilie. Ukaogopa kwamba sijui nitapata kazi sehemu nyingine, sio kweli. Mungu naye anakupima. Kama Yusufu alivyokuwa anataka kubakwa na bosi wake, story yake iko kwenye Biblia, ni story kubwa sana. Lakini alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Kwa hiyo usije ukaingia kwenye mtego wa kulala na mume wa mtu ukidhani kwamba sijui ni uoga, nitafanyaje na nini. Kataa, na ukipata ushahidi huo ndo mzuri kabisa. Ndio nishasema, usije kuchukua dada hapa.
Hatuogopi. Usiende kule kwa Joyce Kiria, ndio usiende kama una matabia mabovu, usije, tutakuanika. Usije kabisa. Kweli nasema. Sisi tunataka watu walionyooka. Unataka dada walionyooka, kama hawa tunawakemea wanapofanya mambo yao kijinga jinga, basi na nyie msilete upumbavu. Eti kisa una hela, hapana. Hatuhudumii hela, tunamhudumia Mungu, sawa? Hiyo riziki ni Mungu anaileta kwa sababu tunatoa huduma nzuri. Ndio maana akasema chagua umtumikie Mungu au mali. Sasa sisi tunamtumikia Mungu, sio mali. Ukitumikia mali ndio hivyo, utafanya uashenzi wako, uasherati wako, takataka zote utafanya kwa sababu unatumikia mali. Lakini sisi tunamtumikia Mungu. Kwa hiyo kama tunamtumikia Mungu, hela chafu hatutaki. Yaani usituletee kabisa mambo yako ya kipumbavu eti kwa sababu umelipa. Hata kama umelipa premium ya milioni 4, hatuogopi, hatujali. Ujinga wako tutaukemea vile vile. Hivyo. Haya. Ulikuwa na kingine? Hamna. Haya, dada karudi anapelekwa kazini sehemu nyingine, bosi kavunja mkataba, period. Upumbavu hatutaki. Unataka kuja hapa tukupe huduma, basi heshimu huduma zetu. So mtukane dada, umuite kiazi kilichooza. Huyo kiazi kilichooza kinaweza kumshikia mtoto miezi 6 wewe. Alafu ukikuta mtoto kadhurika, unaanza kusema wana center. Sisi tunahusikaje? Unamuita mtu anayekushikia mtoto kiazi kilichooza. Akikuonyesha kama yeye ni kiazi kilichooza, utakuja kutulilia sisi. Acheni upumbavu, acheni ujinga. Mtu anayekulelea mtoto wako kuwa naye na adabu. Tena unatakiwa kabisa umwache anakaa na mtoto wako asubuhi mpaka jioni, ukija ukakuta hakuna kilichofanyika bado heshimu. Uwezi weka wadada 2 3. Haya ndio hivyo. Na hema na mimba yangu hapa. Ndio hivyo jamani. Dada yetu karudi, hatuna bambamba. Mtu akizingua ndio hivyo na sisi tunamzingua. Tuangalie cha hela, tunataka utu kwanza, mambo ya hela baadaye. Kwa hiyo dada karudi, ataenda kazini siku nyingine. Si bado unataka kazi? Ndio. Unataka kazi au umeshachoshwa na ya huko? Hapana, ndio. Unataka kwenda kazini? Ndio. Ila safari hii ukutana na hawa kukuita kiazi kilichooza au mtu akakupiga kukutukana, usivumilie, sawa? Sawa? Sawa. Kwani umesoma mpaka darasa ngapi? La 7. La 7? Ndio. Sasa mbona hata mimi la 7 tu lakini akili nazo. Mimi sivumilie upumbavu. Umeelewa? Ndio. Unatakiwa uwe kama bosi wako mimi hapa. Ujinga tuvumilie. Fanya kazi vizuri kwa bidii, tumtangulize Mungu na nakupongeza sana mtoto wa watu kumfanya vibaya. Kwa sababu mama yake mambo aliyokuwa anakufanyia ungeweza kumkasirikia mtoto, si ndio? Ndio. Mabinti wengi wanapeleka hasira kwa watoto, kwani anaweza kubishana na mama mtu? Hawezi. Wao anaweza hata kumfinya mtoto, kumkomesha mtoto. Unaona? Na hiyo ya pasi sijui lakini naamini ukufanya makusudi. Ndio? Ni bahati mbaya maana ilibidi makazi yote ufanye kwa wakati mmoja. Lakini otherwise kwa kweli mabosi, kweni na tumieni akili. Watoto wenu mnawaachia watu afu hao watu mnawatukana, mnawapa hasira, mnawapa uchungu, afu bado unamwachia mtoto. Mkoje? Mimi siwaelewi kwa kweli. Hao ndio watu ambao mtakuja kutuletea shida. Tusingependa kabisa kufanya kazi na mijitu ya hivyo. Ndio maana tukikushauri, tunakupa consultation hutaki. Yaani bora tusikuhudumie. Nenda huko. Katafute dada sehemu nyingine. Haya, na imani ujumbe umefika jamani, si ndio? Haya. Haya dada.